Napenda kukushukuru na kukuinua. Wewe ndiye Mungu wetu. Tunakupa sifa na utukufu. Najikabidhi mikononi mwako, niwe tu kama chombo Mwokozi. Unitakaze, unioshe, na ili niwe chombo kinachofaa kunena neno lako lenye uzima na nguvu katika jina la Yesu. Na watu hawa Mungu wa rehema, na waombea Mungu wetu waweze kusikia na kupokea neno lako jinsi wewe upendavyo Mwokozi. Unakupa sifa na utukufu unapowasaidia kufanya jinsi neno lako linavyosema. Katika jina la Yesu Kristo naomba na hata kuamini. Amen. Siku ya leo nasema ya kwamba nimeokoka. Kristo ni Bwana, Mwokozi wa maisha yangu. Hata sasa nasikia kukaa ndani yake, kumtumikia, ni kwa sababu yeye ni mwaminifu. Amesema dunia yote ikawa danganyifu, lakini yeye atadumu kuwa mwaminifu. Na kwa hivyo chochote ametuahidi, Baba atatupatia kwa wakati wake. Kwa hivyo nataka kusema mimi naitwa Pastor Joyce. Nimeokoka. Yesu ni Bwana. Kwa wageni wetu, karibuni sana sana. Mjisikie nyumbani. Ni kwa sababu mahala hapa ni pa Baba yetu. Na hakika msikie ya kwamba mko mahala panastahili. Kwa hivyo mmekaribishwa kabisa kabisa. Mjisikie mkiwa huru na mahali panapofaa katika jina la Yesu. Nataka kuwashukuru nyote, ni kwa sababu ya kuweza kuitikia vile tuliongea. Ni kwa sababu nimepata report ya wengi, na nashukuru Mungu. Ni kwa sababu ninajua ya kwamba kuna kiwango kingine sisi tunaenda katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo ni kwa sababu ya masaa yetu. Nataka kusema ya kwamba bado Mungu anatupenda. Ni kwa sababu anasema anaandaa meza akijua walaji wapo. Siku ya leo neno la Mungu linataka kututia moyo. Mchana wa leo naongea na mtu pengine amepoteza tumaini. Ni yale amepitia, ni yale amepatana nayo. Kwa hivyo neno la Mungu siku ya leo linatuambia ya kwamba tuweke tumaini letu kwa Mungu. Tumaini letu tuliweke ndani ya Bwana. Kama ukitarajia, kama ukiwa na tumaini ndani ya Bwana, anaweza fanya jambo jipya katika hiyo hali ulioko. Nataka kusema pengine siku ya leo ama mtu yeyote ashakuwa mahara katika Biblia wanasema katika shimo. Kuna shimo ushakuwa kwake. Kuna shimo umeshakuwa umeingia. Shimo ya mashida, shimo ya kutaabika, shimo ya kukosa fedha, shimo za aina nyingi. Bwana apewe sifa. Asubuhi ya leo Mungu akaona ya kwamba atukumbushe hata kunao walikuwako katika hizo shimo. Wewe ulioko ndani yake siku ya leo. Bwana apewe sifa. Na hao kuna vile walimtegemea Bwana, tumaini lao waliweka ndani ya Bwana, na mwishowe wakatoka katika lile shimo la mashida, la matatizo, la maugonjwa. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ujumbe wetu siku ya leo ni tuweke tumaini letu katika Bwana. Tumaini letu tuliweke katika Bwana. Ni kusema aje? Tuwe marafiki na Bwana. Tuweke urafiki mkuu na Mungu wetu. Tumtumainie katika mambo yetu yote. Ni kwa sababu ukitumainia mwanadamu, ukitumainia hali, ukitumainia uweza wako, ukitumainia pesa zako, hizo zitafika mwisho. Lakini tutakapotumainia Bwana, yeye atatutoa katika
tutapata wimbo mpya katika vinywa vyetu. Bwana apewe sifa. Haijalishi itakuchukua muda gani, haijalishi unajiona ilianza muda gani, lakini siku inakuja ya Mungu wetu kututoa katika shimo. Bwana apewe sifa. Nilipokuwa ninatafakari vile hilo neno Mungu wetu alikuwa ananipa hali ya kuwa shimo, nikajiangalia nishakuwa katika shimo mara ngapi kwa umri ule niko nao. Ni mara ngapi nimekuwa kwa mashimo mbalimbali. Nafikiria hata wewe sasa umeanza kuona ushakuwa kwa mashimo, ushakuwa katika hali zimekaa kama vifo, vimekaa kama saa hizo ndio utaangamia. Lakini siku ya leo bado utaangamia, kwa sababu kuna Mungu yule atakuja na kukutoa mahala pale. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo huyo anasema yeye ndiyo jana, leo na hata milele. Yeye habadiliki, yeye bado ana uwezo wa kukutoa katika hata siku ya leo. Ile shimo uko siku ya leo, ile hali uko leo, zile shida uko nazo wakati huu. Tunaenda kumalizia mwaka, pengine unahesabu ilianza hata Disemba ile nyingine. Ukihesabu sasa mahali inaenda kufika, unaona ya kwamba unaihesabia hakika itamaliza mwaka. Lakini haijalishi, tuweke tumaini letu kwa Bwana. Tuache tumaini za watu wengine, tuache tumaini za hali zingine, tuache tumaini za fikra zetu, lakini tumtumainie Bwana, na yeye atakuja kututoa katika zile shimo. Nataka tusome neno la Mungu katika Psalms 40. Tuone vile Bwana anasema katika hali ya kututoa katika mashimo. Mashimo za aina nyingi, za umaskini, za magonjwa, za taabu mbalimbali, shida mbalimbali, lakini haijalishi kuna Mungu mbinguni. Nilimngoja Bwana kwa subiri, naye akaninamia, akasikia kilio changu. Ndiposa hapa nasema tuwe marafiki na Mungu. Ndiposa wakati unapomuita anainama kukusikiza, na atakapokuwa anakusikiza ni kwa sababu umemtumainia, hakika utapata msaada. Akanipandisha kutoka shimo la uharibifu, kutoka matope na utelezi, akaiweka miguu yangu juu ya mwamba na kunipa mahali imara pa kusimama. Mstari wa 3, akaweka wimbo mpya kinywani mwangu, wimbo wa sifa kwa Mungu wetu. Wengi wataona na kuogopa na kuweka tumaini lao kwa Bwana. Bwana apewe sifa. Etereire Jehova ogirereirie, nake agithikiriria akĩigua kĩrĩro gĩakwa. Ni adutire. Hapo ndio niko mstari wa 2, bahari Mungu alikutoa. Ni adutire ili maendelea muro. Hiyo shimo uliokuwa haikuwa shimo tu, ilikuwa bahari wewe ukaangamia. Ni adutire ili maria muro thĩinĩ wa ndoro yarĩ ndenderũ, akĩnginyithia magũrũ makwa igũrũ rĩa rwaro rwa ihiga, na agĩtũma ndĩhande wega. Bwana apewe sifa. Akanipandisha kutoka shimo la uharibifu, kutoka matope na utelezi, akaweka miguu yangu juu ya mwamba na kunipa mahali
pa kusimama. Bwana apewe sifa. Hiyo ndio shimo. Ninasema shimo ilikuwa ya shida gani? Shimo ilikuwa futi ngapi? Ilikuwa na upana gani? Ni kwa sababu neno la Mungu linasema kwa ile shimo ilikuwa shimo ungeweza kuonekana. Kulingana na vile hiyo shimo inaambiwa, ni shimo ati ni ile iko maybe very deep. Ati mtu akianguka huko hata huwezi ona, lakini alianguka. Ni vile iko deep. Ile shida ilikuwa yenye sijui ulipatana na shida mbalimbali ukawa katika ile shimo. Shimo hata wewe hukujielewa, hukujua ni aina gani. Ile shimo uliuliza nani angenitoa. Hakika hata rafiki, hata mzazi pengine hangekutoa. Pengine ni maumivu, pengine ni ugonjwa ulipatana nao wa watoto ama nani, na ikakusonga lile shida. Ukawa katika lile shimo na ile shida kwa muda kama jela ya miaka fulani. Ukawa katika ile shimo bila chakula, bila maji. Ni kwa sababu kulikuwa na uterezi wa mambo mengi. Ati hakuna hata kusimama, hapana. Lakini neno la Mungu linasema ya kwamba huyu Mungu yeye tu ndiye anajua kututoa mahara kama hapo. Bwana apewe sifa. Mahara kama hapo rafiki yako hawezi, mzazi hawezi, marafiki hawataweza. Bwana apewe sifa. Naona ya kwamba heri tuwe na urafiki na huyu Mungu. Heri tukate kauli nzuri ya kuwa pamoja na huyu Mungu. Heri tukate kauli, ndugu na dada, ya kuwa pamoja na huyu Mungu. Ni kwa sababu gani? Shimo la aina hiyo ni yeye tu anaweza kukutoa pahali pana utelezi. Bwana apewe sifa. Pahali pana uharibifu, unaweza gonga, hata huwezi julikana wewe kitu imeanza wapi ama iko nyuma ama wapi. Ni mambo kadhaa. Bwana apewe sifa. Lakini Mungu wetu ni Mungu mwema, kwa sababu peke yake ndiye anaweza kututoa katika yale mashimo. Bwana apewe sifa. Na ndiposa ninawaambia, wakati Mungu alikuwa ananipa hili neno, mimi mwenyewe nilijiangalia na nikaona ni mara ngapi nimekuwa kwa shida, ni mara ngapi nimekuwa katika hali isipokuwa ni Mungu aje, isipokuwa msaada utoke kwake Mungu, singekuwa nimepata usaidizi, ningekuwa nimeisha. Ya kwanza, ugonjwa wa miaka 7. Iwa ninawaambia kila wakati, na ndiposa mimi ninafanyia Mungu kazi bila kuchoka. Sioni safari refu, wakati kumefika ni Mungu. Miaka 7 nikiwa mgonjwa, miaka 7 nimepoteza tumaini ya kuishi, na hata sasa nikaanza kupanga sasa. Hawa ni watoto, ni wadogo, ni wangu. Lakini nilikuwa nimesarenda. Bwana apewe sifa. Lakini kuna wakati kulisemekana sasa niende dieta. Mahara hapa ndio ninawaambia, lile shimo ni shimo la utelezi. Kwa sababu kuingia ilikuwa rahisi, lakini kutoka niligojewa, nikagojewa, wakakata tamaa. Bwana apewe sifa. Na nakwambia ya kwamba hayo ndio mashimo Bwana anasema. Ni kwa sababu isipokuwa ni yeye, wale walingoja tu ripoti ya mwisho, hayuko. Bwana apewe sifa. Lakini mighty God akageuza ile ripoti ilikuwa kwa mafikira zao. Wakati walipanda ngoja hapo nje wapelekewe ripoti ya mwisho, kwa sababu sasa kwa masaa wengi waliingia wakitoka,
akatutoa, akanitoa, pengine akarudisha pumzi, nikaweza kutolewa saa 2 ya usiku. Bwana apewe, kutoka asubuhi saa 2 ya usiku. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo mashimo ni mengi, kama lile Joyce ametuambia siku ya leo. Ilikuwa shimo, lakini Bwana kwa uwepesi akakuja kwa haraka na akamtoa na akatoa wengine. Kwa hivyo neno la Mungu linasema ya kwamba tuweke tumaini letu kwa Bwana, na ili wakati wetu wa shida, wakati tuko katika yale mashimo, Bwana apewe sifa, Mungu wetu ataweza kututoa. Bwana apewe sifa. Mambo ni mengi. Siku moja huyu mzee tukifuna mahindi kama zile, akaenda akakwaruzwa na kamufefe. Kamuruka kaanza kukua kagonzo, kakinota kadogo, kakaendelea mpaka kakawa shida. Lakini hiyo ni shimo bado. Shimo ile umepatana nayo the whole time, hakusomesha. Sijui hata kama ni 2 kwa word. Bwana apewe sifa. Mwana toke Bogosha, mwana toke Modiera. Mkiona tukiendea Mungu, mkiona tukimsifu, sisi tunajua kuna mashimo tumetolewa. Saa hizi si mzima, Mungu karibu ikatu, Mungu shida, lakini huyu ndiye anaitwa Mungu. Tumemuona, tumemuguza, tumemtest, ndivyo sisi hatuwezi rudi nyuma. Aina ya Mungu huyu, sisi vile ametutendea mengi. Katika mashimo lakini unatolewa, katika shimo unatolewa. Bwana apewe sifa. Adui wamekupangia, anakuja kuwaokoa. Kwa hivyo wacheni tudumu katika huyu Mungu. Wacheni tumtumainie. Wacheni tukate kauli. Usikatiwe na mtu. Bwana apewe sifa. Na kuambia, ukikata kauli nzuri, wakati wowote utapatana na shida, utamuona huyo Mungu. Bwana apewe sifa. Ni wewe binafsi ukate kauli. Ukate kauli katika jina la Yesu. Ukate kauli na moyo wako. Wewe Mungu ishie milele. Wewe ulimwaga damu, mimi nitakufuata. Hata kama marafiki watakataa, hata kama watu wetu watakataa, na hata kama hata mume wangu watakataa, hata kama bibi yangu watakataa, mimi Mungu nitakufuata. Ni kwa sababu yeye ni mwaminifu. Yeye ndiye Mungu anayefaa kuabudiwa kwa kila wakati. Bwana apewe sifa. Ukifanyiwa, ukiona mambo, hutaambiwa na mtu tuende. Hutaambiwa na mtu. Ni kwa sababu najua kutoa watu katika mashimo. Uko na experience vile huwa anawachomoa. Wimbo mpya unakuwa katika jina la Yesu. Kwa hivyo neno la Mungu linasema kuna kutolewa hayo mashimo. Kuna kutolewa katika shimo. Hebu tuende Psalms 23 verse 4. 23 verse 4. Hata kama nikipita katikati ya bonde ya uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana yeye upo pamoja nami. Vigo lako na mkokoto wako vyanifariji. Bwana apewe sifa. Hata kama utakuwa ukipitia haya mambo ninawaambia, wewe kuwa rafiki ya Mungu. Na hata kama unapitia katikati ya mabonde inakaa kifo, wewe
la Yesu. Kwa hivyo siku ya leo, najua kila mmoja umepitia mambo yale wewe umepatana nayo. Ombi langu ni ukate kauli. Ukate tu ndani ya moyo wako. Hata kama wengine hawatamfuata, wewe sema utamfuata. Ni kwa sababu wakati wa upande wa mauti, yeye atakuwa karibu na wewe. Wakati umepelekwa dieta, mzazi umemweka kando, mume umemweka kando, isipokuwa ni yule muumba wako, huyo ndio mtatembea na yeye. Bwana apewe sifa. Mtoto wangu Mama Travis anafanya hiyo kazi ya hospitali. Juzi akaniambia, mama, niliona vile ulipelekwa, ulikuwa dieta wiki hiyo. Sasa anaona vile mama yake alifanyiwa. Akaona wewe ni Mungu alikurudisha. Hiyo masaa kukaa dieta, wewe ni muujiza. Baada ya miaka ngapi? Juu saa hizi ndio hapo hiyo kazi. Last week, hii weekend ndio ameenda asubuhi. Ndio ananiambia. Nini yani from pale kuingia kazini vile wanatakiwa wavae whatever. Anaona vile anasukuma mtu, anaona mama yangu alisukumwa hivi. Akaona na akachua sasa. Wewe kwa mahala pale masaa hiyo yote, wewe ni kurudisha ulirudi. Yako mama ilikuwa imeisha. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tufurahie Mungu. Ni kwa sababu wakati ule mimi sikuwa ninajua. Kumbe Mungu ananishughulikia ni kwa sababu ya siku kama ya leo. Wakati huo hatungejuana na nani kama ningeenda siku hizo. Bwana apewe sifa. Lakini nataka kusema aje, tuwe na urafiki na Mungu na tukate kauli nzuri, na ili tuweze kukaa ndani yake naye awe ndani yetu. Nasi tutakapokuwa katika mashimo, kaa tayari tu kuradi wewe ni rafiki wa Mungu. Mahala pale utatolewa. Na ukitolewa, neno la Mungu linasema ataweka wimbo mpya katika kinywa chako, ya kumwambia Mungu kama vile ninasema kila wakati, siwezi ona aibu. Wewe Mungu ndio uliniponya. Sio pesa zetu, sio watu wengine, si mahala pengine, kwa sababu si kwenda kwingine, lakini nilikutumainia. Wewe ukaja na ukaniponya. Kwa hivyo nikawa na wimbo mpya. Bwana akaweka wimbo mpya ndani ya kinywa changu. Na hata neno hapo chini linasema, hiyo bado ni Psalms ile ya 40 verse 1 kuendelea mpaka 5. Inasema ya kwamba akaweka wimbo mpya kwa kinywa changu. Wakati anakutoa katika ile shida, hautaogopa kutoa ushuhuda vile Mungu ametenda. Na kwa hivyo kile wakati tunasema sifa na utukufu zimrudie Mungu. Bwana apewe sifa. Anarudi anasema ya kwamba katika hiyo hali ya kukutoa mahala pale, kuna watu wataona waabudu Mungu, ama wampende Mungu, ama waje kwa Mungu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo kuna kusudi mara nyingi wewe kuwa mahala pale, kwa sababu Mungu anataka kukutoa, na ili utukufu ama wengine waje kwake kwa njia ya kujua. Marafiki zangu wa wakati huo, hata wengi, hata wale Cruz wameenda mbinguni. Bwana apewe sifa. Na hata hao hawakungojeka kama mimi. Nataka kusema aje, ndio walikuwa nasema ati ni wewe hata umepata mtoto mwingine. Kwa hivyo kuna watu wataenda kwa Mungu, wataangaili njia zao mbaya, ni kwa sababu ya ile tendo Mungu amekufanyia. Kwa sababu walikuwa witness, wewe ulikuwa mgonjwa. Na walikuwa nakutangazia, wewe hizo shida zako, wewe ni bali hutalea watoto, hutafanya
utafanya nini, lakini kuna Mungu atakapokutoa katika lile shimo. Hata hao walikuwa wanakutazama, watasema kweli kuna Mungu mbinguni anayehitaji kuabudiwa, ule anahitajika tuende kwake sisi wote, tuache dhambi na ili tumtumikie. Kwa hivyo katika hiyo hali, hata neno la Bwana, kuna wale wataweza kuona ukuu wake Bwana kupitia hayo matendo ya kukutoa katika lile shimo, katika jina la Yesu. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba hata kama siku ya leo uko katika shimo gani, hata kama umetangaziwa wewe ufaulu umalizi huu mwaka, shida zako zimekuwa nyingi, mambo yako yameenda murama, wewe sasa neno nasema usiogope. Ni kwa sababu kuna Mungu atakayeweza kubadilisha ile hali na kutoe katika ile shimo. Wanapewa sifa. Kuona ya kwamba niko uhai, niko na sober mind. Sisi kusema kuna Mungu wa kutoa mtu mahali na mambo ikawa sawa. Ukiona huyu mzee hachoki, alijua kuna muujiza alifanyiwa, mimi singemtoa, mzazi wake hangemtoa, lakini kuna yule aliingilia katika kati, hangelea watoto kwa sababu ulikuwa ujana wake. Na kwa hivyo hiyo kazi, na unaona alifanya mpaka akamaliza ya serikali. Kuna Mungu wa kutoa mtu katika shimo. Kwa hivyo ile shimo huko, jua sisi tulikuwa, na fikiria ilikuwa chini sana, na inaona ilikuwa pana sana, hata hatunge kupata bahali ya kujishikilia na ili tutoke, na nguvu zetu na hekima zetu hatungeweza. Ilikuwa mahala pale palikuwa na utelezi, kama vile neno linasema ungepata hata kupata kusimama, lakini kuna Mungu wa kukutoa mahala pale. Kwa hivyo ndugu na dada, hata kama ni ya kukosa fedha, jua ya kwamba hutakosa milele. Hiyo ni no. Wanapewa sifa. Kuna kitu haitadumu ndani yako. Shida, maugonjwa haitadumu. Yote ina expire dates. Wanapewa sifa. Kila shida imehesabiwa masaa yake ya kuisha. Kwa hivyo tukae ndani ya Bwana na tujue ya kwamba katika zile shimo tulizo, dakika hizi ni kwa muda tu. Kama zetu ziliisha, kama zetu ni past tense, hata hiyo yako, naona yako ni kidogo sana. Naona yako tu ni neno Mungu atasema neno naisha. Wanapewa sifa. Kwa hivyo tuweke tumaini letu kwake Bwana. Tuweke tumaini letu kwa Mwokozi wetu. Tuwe marafiki, tuachane na dhambi, na ili huyo rafiki wetu aweze kututoa katika zile shimo, na aweze kuweka wimbo mpya katika vinywa vyetu. Nao marafiki zetu wataweza kuona ukuu wake Bwana na wamrudie Mungu. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mbarikiwe sana. Tunaweza simama na miguu yetu.